Sifa na shukurani ziko kwa Bwana, kama vile imekwisha kusemeka mara mbili. Ndiyo, shukurani kwa ajili ya heri kubwa ambayo tunayoweza kuwa tena hapa kwa ajili ya kuabudu, kwa ajili ya kutafuta Mungu na kumupata. Ndugu Branham alisema katika mahubiri moja ya kwamba kwa mwanzo mtu hatafutake Mungu, anajifichaka, anakimbia, kama vile ilivyofanyika ndani ya bustani ya Edeni. Mtu aliyeanguka hatafutake Mungu, lakini mtu aliyepatikana mbele ya Mungu, aliyekukombolewa, yeye anatafutaka Mungu, anahitaji Mungu. Tunashukuru Bwana kila wakati tunapoweza kusanyika kwa ajili ya kuabudu. Na waza ya kwamba hitaji ya kuona Mungu ajifunue inageuka kuwa tena kubwa zaidi na zaidi. Ilinijia katika wazo ya kwamba siku ya tatu jioni ingepasha kuwa saha ya maombi, na hakuna kitu kinachoweza kutukaribisha sana kwa Mungu au kuweza kututayarisha vizuri kwa mazoezi pamoja na Mungu kama vile maombi. Ombi la kweli, ombi ambalo ndani yake tunaweza kuamini kweli kweli ya kwamba Mungu alishaka kutupatia yale ambayo tunayoomba. Leo niweza kupokea simu, dada iko hapa na alisema, ndugu Frank, Mungu akutumikishe kwa ajili ya kuleta neno ambalo litaweza kuwa baraka kwa ajili yangu, kwa sababu nahitaji kuwekwa nguvu na kadhalika na kadhalika. Inaomba kuweza kujua vizuri inamaanisha nini kuweza kuja katika makusanyiko ya kiungu, na sio kuweza kuja tu, lakini kuja kwa ajili ya kusikia Mungu, kwa ajili ya kubarikiwa na Mungu, kwa ajili ya kupokea jibu ya Mungu. Tunakuja hapa ili tuweze kuwa na kukutanana ya kweli pamoja na Mungu. Wengi wanakuwaka na shida ya kuweza kuivumilia akose kama Mungu anaweza kujifunua kweli kweli, na ombi ni kitu kizuri sana kwa ajili ya kuanzisha hayo. Kupitia mahubiri imani inaonyeshwa, lakini kupitia maombi, ni kupitia maombi ndiyo inayoruhusu mtu kuingia katika njia ili aweze kupokea kutoka kwa Mungu yale yaliyohubiriwa katika mahubiri kupitia neno, na anajiwekwa katika imani kwenye ahadi ambazo Mungu alizotoa katika neno lake. Kwa kawaida tuko na hesabu nyingi ya mahitaji za maombi. Dada wa Tire anaomba sana ili tuweze kumkumbuka katika maombi, na dada mwengine anaomba kweli kweli ili tuweze kumwombea, au ili tuweze kuomba ili mume wake aweze kuwa na hitaji kwa Mungu na aweze kutengana na tabia zake na tamaa za dunia hii, ili aweze kutumikia Bwana kwa namna iliyo uhuru na kwa namna iliyo wazi. Naamini ya kwamba kama tunaweza kuamini kwa moyo wetu wote jioni hii, Mungu atatenda. Kuna hali ambayo ndani yake mtu hawezi tena kuamini. Mtu anayesoma ndani ya Yakobo sura 5 atatambua ya kwamba hayandikwe ya kwamba ombi la mgonjwa litamuokoa au kumponya, lakini andikwa ya kwamba ombi la imani ambayo wazee wanayofanya mbele ya Mungu wakati wanapokuwa wamekwisha kupakaa mgonjwa mafuta, ombi hilo litaweza kusaidia mgonjwa na Mungu atamsimamisha. Yakobo sura 5 mstari 15. Kuna hali ambayo iliyo ngumu sana, ambayo ndani yake mgonjwa hana tena imani ya kuweza kusimama katika imani, na ni hapo ndipo tunasaidia, nasi tuko pale. Dada yetu Mayalit, kama vile tunayomjua sisi sote, iko na rafiki yake tangu utoto wake huko Düsseldorf aliye na ugonjwa wa kansa,
na huyo hajaokolewa. Tutaweza kuleta hitaji hiyo pia mbele ya uso wa Mungu leo. Au pashu kuwazia au si vema kuwazia au kuweza kuchunga katika mawazo ya kwamba watu wasio na Mungu wanaweza kuingia ndani ya umilele. Kama unaweza kusukuma wazo hilo mpaka mwisho, hakuna kitu kilicho kibaya kama vile kujua ya kwamba watu wasio na Mungu, wasio na matumaini, wasio na uzima milele, na watu kama hao kama waweza kuingia katika umilele. Na ndiyo maana acha Bwana pia aweze kutusaidia hapo pia, kwa ajili siku moja tena tuweze kutangaza huu ujumbe wa utukufu wa msalaba, wa wokovu, msamaha na ukombozi. Amina. Na hiyo pia ni hitaji yangu, ni kwamba sisi tuliogeuka kuwa waamini tusiweze kutumikisha wakati wetu kwa ajili ya kuhusika na mambo ya bure, na kisha tusahau kazi kubwa ya Mungu ni kusema kwenda katika ulimwengu mzima na kutangaza injili kwa viumbe vyote. Au tushindwe kuweza kuitimiza kwa namna iliyo njema, lakini Mungu aweze kutupatia kweli neema yake, ili inayobaki kufanyika iweze kutimilika pia kwa neema. Ndani ya neno ambalo tulilosomewa hapa, Mungu alitaka hivyo kweli. Niliandika leo ya kwamba watu wa Mungu hawachimbuwake shimu na wategake mitego wengine, lakini mara nyingi wanatupa katika mashimu na wanaanguka katika mitego kwa sababu wanakuwa na hali njema. Na ndugu Schmidt anasoma leo hapa neno hili la Zaburi 66. Sikuliweza kulizungumzia hata. Inasemeka hapa Zaburi 66 mstari 11. Umetuingiza ndani ya wavu, umetia mzigo mzito juu ya viuno vyetu. Bwana anasema, kujeni kwangu ninyi nyote mnayochoka na kulemelewa, nami nitawapatia pumziko kwa ajili ya nafsi zenu. Sawa sana Mathayo 11 mstari 28. Na ijapokuwa inawezekana kwamba Bwana anaruhusu ili mizigo mikubwa iweze kuwekwa juu yetu ambayo tunaweza kuchukua, lakini anatusaidia kuichukua, kuibeba. Anatubeba pamoja na mizigo hiyo. Inasemeka katika mwendeleo Zaburi 66 mstari 12, umepandisha watu juu ya vichwa vyetu, tumepita katika moto na katika maji, lakini wewe ulituleta kwa pahali pa utajiri. Utukufu uwe kwa Mungu. Inaandikwa katika Isaya 43, wakati utakapopita katika maji hautazama, na wakati utakapopita katika moto, moto hautakuunguza, hautakuchoma, kwa sababu mimi Bwana nitakuwa pamoja na wewe. Sawa sawa, Isaya 43 mstari wa 2. Hata kama yale ambayo tunaweza kupita ndani, haijalishi hiyo, lakini kama Bwana yuko pamoja nasi, tutaweza kutoka tukiwa katika hali njema. Amina. Wakati wale watu watatu walipotoshwa katika tanuru ya moto, mavazi yao ndiyo hakukukuwa hata harufu ya moto kwenye mavazi yao. Wadui wa Mungu waliowatupa katika moto walikufa na moto yule, sawa sawa na Danieli sura 3 mstari wa 27. Na watu wale ambao walioweka matumaini yao ndani ya Mungu hawakupata haya. Amina. Hakuna mmoja wa wale wanaoweka matumaini yao ndani ya Mungu atakayepata haya. Ndiyo, kama tunaweza kutazama kwa mambo ya nje, kama vile nilivyosema, hatutaweza kuwa au hatutaweza kujua mahali gani kwa kuweza kwenda na kuweza kuingia katika vita. Lakini kitu moja ni cha kweli, vita tunayopigana sio vita ya nyama na damu, lakini ni vita ya kupigana na watawala na nguvu zinazotawala katika anga. Ndiyo, nilishaka isema
Nilisema mara nyingi, kama wote wangebaki katika anga, watu hapa duniani wangebaki katika hali njema, lakini shida ni kwa sababu hawabaki yake huko juu, lakini wanasukuma watu na kisha wanaleta shida nyingi kibaya, kama vile nilivyoweza kusema pia katika weekend iliyopita. Ni wakati waamini wanaposhikwa na shetani, ndio kibaya sana. Hapo sasa hali yao inakuwa mbaya mara 7. Ndiyo, hayaandiko tu ndani ya Biblia, lakini hiyo pia ni uhakika. Watu ambao waliokuwa waamini mbele, na kwa sababu moja au sababu nyingine, na ambayo pia isiyoweza kuelezeka, lakini hiyo yote na kwaka watu ambao waliokuwa waamini mbele na ambao waliopoteza sasa imani, baadaye watu wale wanaweza kuwa tayari kuweza kufanya mambo yote. Na nawaza kweli kuhusu dada yetu wa zamani ambaye niweza kutembelea siku ya 6. Mnajua kwamba itakuwa ni kuweza kuingia katika mambo hayo kwa mara ya mwisho, kwa maana hiyo sio kazi yangu ya kuweza kupoteza kazi pamoja na watu ambao hawana tena nia yao njema. Na kama vile andiko linavyosema, kutakuwa katika siku za mwisho watu ambao wataweza kupoteza akili yao, na kama hiyo inaandikwa hivyo, sasa itaweza kufika na itafanyika, na hiyo haipashi kutushangaza, lakini tunapaswa kushukuru Mungu kwa sababu andiko linatimilika kwa namna hii pia. Lakini inahuzunisha sana na ya kuumiza wakati unapoweza kuwa ambaye bila kuchoka unayechukuliwa, unayeshikwa kama vile Paulo. Nishaka uliza mara nyingi, Bwana aweze kuagiza shetani, ndiyo kama vile Paulo angeliweza kuomba Bwana aweze kusimamisha shetani, aweze kubaki kimya, kwa sababu alikuwa akipokea mara nyingi maumivu sana kutoka kwa shetani. Unaweza kueleza kuanzia hiyo, na si kuweza kuwekwa katika utaratibu, lakini kupigwa na shetani. Na jibu ilikuwa ni gani ya Bwana kwa Paulo? Akamwambia, neema yangu inakutosha, kwa sababu nguvu yangu inatimilika katika udhaifu. Sawa sana, Wakorintho wa pili sura 12 mstari wa 9. Tunapaswa kufanya nini? Shaka kusema mara nyingi nikiambia Bwana ya kwamba angepasha kuonyesha shetani ni mtu gani ambaye angepasha kufuata, au nani mtu gani mwingine angepasha kupiga makonde, lakini mpaka sasa Mungu hajanijibu. Na mpaka sasa nitaweza kusimama imara. Lakini ilikuwa ni mambo mengi, au moja mambo mengi ambayo nabii huyu anasema. Na kitu cha mwisho ilikuwa ni hii, na Mungu amzungumuzie kwa bidii, na akose hakukukua hata siku moja ambayo iliyopita bila Mungu kumzungumzia. Na akasema Mungu alisema ya kwamba Yohane de Frank alikuwa katika wakati ule ametayarisha muuaji wa kupiga William Branham risasi, na mnaweza kuwazia hiyo kwamba nisema kwa mara ya kwanza kwamba mtu yule ni mwenda wazimu. Niliweza kuweza kutamka matamshi ya wakati huu ambayo inanijia sasa hivi. Ndio tunaweza kusema nini kitu kingine? Na wamoja walisikia ikisemeka, huyo dada wa zamani ambaye aliyekuwa akisikia neno la Bwana hapa mara nyingi, na kisha anasema, Mungu wangu, na kama naenda kuzimu? Ndiyo, siamini hiyo. Ndiyo, mnaweza kukose kuwazia katika huzuni gani ambayo watu wameingizwa ndani, na hayo yote kwa sababu hiyo yote nafanyika kwa sababu tu tunakuwa kimya. Lakini msiambie mtu fulani, lakini wanataka waweze kuingia nyumba kwa nyumba ili waweze kuambia watu uongo. Mungu atawapata siku moja. Tunaweza kusema nini zaidi ya hiyo? Ilikuwa ni furaha kubwa. Dada alilia akisema ya kwamba Mungu alikutuma kwetu, na sio tu kwetu, lakini kwa ajili ya wengine pia wako katika mashida. Mnaweza kuanzia hiyo. Ndiyo,
mpaka saa 10 za asubuhi. Watu waliokuwa wakiishi hapa mbele waliweza kuwa na shida ya kuweza kushinda wengine au kubadilisha wengine, na kwamba mambo ilikuwa nzuri hapa. Walikuwa wakisema kwamba mambo ilikuwa vizuri kwao na kwamba hapa kwetu mambo ilikuwa mabaya au ya uongo. Lakini mwache mambo yote kwa Mungu. Mwache Mungu yeye mwenyewe aweze kuamua juu ya mambo. Ni lazima sana kwangu sisi kama vile wanadamu tunaweza kuwa na habari nusu au kweli nusu au ujuzi kwa nusu, na ndiyo maana inakuwa vigumu kwetu kuweza kujua mambo yote kwa ujumla, na kisha sasa tunaweza kuleta hukumu ambayo isiyoweza kuwa inajaa. Lakini Mungu yeye anajua mambo yote, anajua hata pia mawazo ya siri ya moyo, na ndiyo maana neno la Mungu linatuambia msihukumu mbele ya wakati, lakini mungoje ili Bwana aweze kuja, yeye ambaye ataweka kwenye nuru iliyofichwa ndani ya giza, sawa sawa na Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari wa 5. Lakini tunaweza kusema kitu moja, watu ambao wanaojisahau wenyewe walishaka hukumiwa wenyewe, kwa maana waliweza kupoteza akili yote na tabia njema yote, akili njema ambayo watu wa dunia hii wangepasha kuwa nayo. Ninahitaji nisiweze kusema mambo mengine ambayo inayohusu mimi mwenyewe, na si lazima, ndiyo, si vizuri, si lazima. Hapa tuna swali moja, kama vile ndugu Rusi alivyosema. Ndugu Schmidt aliweza kunipatia swali hiyo, iliandikwa iliyo katika Wakorinto wa kwanza sura 7 mstari wa 15. Ndiyo, ni moja ya swali iliyo ngumu sana ambayo tunaweza kujibu, na nitaweza ijibu, na nawaza kwamba tuliweza kupokea kupitia ufunuo ya kwamba tuliweza kupokea kuhusu maneno haya ufunuo wa Mungu, na hiyo kupitia huduma ya ndugu Branham tuliweza kupokea kuona kwa ujumla iliyo katika msimamo mzuri ya neno la Mungu. Swali ni hii, ninasoma neno hili linahusu ya kwamba dada ambaye mume wake asiamini aliyetengana naye, au yeye aliyetengana na mume wake, dada huyu anaweza kuwa katika hali hiyo mbili ya kuweza kuolewa tena. Ninakamata kalamu au kreo kuweza kuvuta sehemu ya pili, kwa maana hii ya pili si ya kweli, ila sehemu ya kwanza ndiyo inastahili. Kama msiamini, anatengana au anataliki, na sio kama mwamini anatengana au kutaliki. Hiyo mbili haiwezi kusemeka. Moja wa wale wawili au moja ya mile mbili inapaswa kusemeka na kuonyeshwa vizuri. Nasoma hiyo katika Wakorintho wa kwanza sura 7 mstari 15. Wakorintho wa kwanza sura 7 mstari 15. Lakini kama yeye asiamini akiondoka, aondoke au atengane. Au kama vile tafsiri nyingine, kama anataka kutengana, atengane au kutaliki. Katika sehemu ya pili ya mstari wa 15 nasema, ndugu mume au ndugu mke si mfungwa katika maneno kama haya, lakini Mungu ametuita katika salama. Jibu ni hii, katika hali kama hii, kama msioamini anatengana, anataliki au anaomba talaka, iwe ndugu au dada, mtu yule sasa hafungwi kwa ndoa, hafungwi. Na hiyo ndiyo tunatuambia hapa neno la Mungu, na kwa ajili ya hiyo naongeza neno lalosema ya kwamba mtu asitenganishe wale ambao Mungu aliounganisha. Tunapata neno hilo katika Mathayo sura 19, Mathayo sura 19 mstari wa 6. Mathayo 19 mstari wa 6.
hata wamekuwa si wawili tena, lakini mwili mmoja. Basi ambao aliyounganisha Mungu, mtu asiwatenganishe. Lakini hakuna mtu anayeweza kutenganisha wale ambao Mungu aliunganisha, kwa maana wale ambao Mungu anaunganisha wanakuwa wameungana milele na milele. Kama mmoja sasa wa wale anatengana katika hali kama hiyo, kama inahusu mtu asiamini, iwe ndugu au dada, hakuna mmoja wa wale ambaye anayefungwa kwa ndoa, na wote wawili, iwe ndugu au dada, anaweza kuoa au kuolewa tena. Lakini kama dada anatengana, anatengana au ndugu anatengana, hakuna mmoja wao anayeweza kuoa tena au kuolewa tena. Mnaweza kusikia hiyo vizuri? Tunasoma neno la Mungu na tunapaswa kupatia haki neno la Mungu. Hapa kwa mfano, hii inasemeka kwa namna iliyo wazi. Mstari wa 15 wa Korintho wa kwanza sura 7. Lakini kama asiamini akiondoka, aondoke au atengane. Ndugu mume au ndugu mke si mfungwa katika maneno kama haya, lakini Mungu ametuita katika salama, au ametuitia tubaki katika salama. Kila mwanamke au kila mwanamke ambaye mwanaume ametaliki au aliyefukuza anaweza kuolewa tena, na wasomea hiyo. Na mwanaume aliye msimamizi wa hiyo ataweza kutoa ripoti, ataweza kujibu mbele ya Mungu kwa swali ya uzinifu kwa sababu ya maneno haya, kwa sababu ya mke wake kwa namna ya kiungu. Lakini mwanamke sasa hashurutishwa kuweza kubaki peke yake, na wasomea katika Mathayo sura 5 mstari wa 32. Lakini mimi nawaambia ninyi, kila mtu anayeacha mke wake, isipokuwa kwa habari za uasherati, amemfanya kuwa mzini. Ndiyo, namna gani anafanya uzinifu? Hiyo ni swali, ndugu zangu. Namna gani wanafanyaka uzinifu na mwanamke ambaye aliyetengana? Muniambie na wasii. Ni wakati anapoolewa tena, hapo wanafanya uzinifu pamoja naye. Lakini hukumu hiyo haiko juu ya mwanamke, lakini iko juu ya mume ambaye aliyefukuza mwanamke. Ni yeye ndiye aliye msimamizi wa hiyo. Ni kusema ni yeye ndiye aliye msimamizi wa uzinifu ambao unaofanyika pamoja na mwanamke yule. Na kisha inasemeka ya kwamba mtu anayeoa mwanamke aliyeachana na mume wake anafanya uzinifu, anaweza kuolewa. Lakini mwanaume aliyefukuza mwanamke yule ndiye atakayehukumiwa, kwa sababu alifanya hivyo mbele ya Mungu, na ataweza kuhukumiwa kwa sababu aliweza kuweka mke wake katika hali kama hiyo, ambaye aliweza kufanya uzinifu sawa sawa na neno la Mungu. Lakini hana hitaji ya kuweza kubaki peke yake, anaweza kuolewa tena kama mume alimfukuza. Lakini kama ni mke ambaye anayepanga hayo yote, akisema tu ya kwamba wakati nitakapokuwa nimetengana na huyu nitaweza kuolewa tena kwa mtu mwingine, hapo sasa ni kitu kingine. Mungu anachunguza mioyo, naye atatoa hukumu yake. Na iko hivyo kwa ajili ya mume. Kama mwanaume anajiambia, sasa ninataka nitengane naye na kuweza kukamata mwingine, mume kama huyo atakuwa msimamizi wa uzinifu mbele ya Mungu. Hayo ni maandiko matakatifu. Nataka kuwasomea kutoka neno la Mungu, na mtaona au mtaweza kuona kwa mfano ndani ya Agano la Kale, na Bwana wetu anaisema pia ndani ya Mathayo sura 19. Nataka kwanza niweze kusoma Mathayo sura 19. Inasema ya kwamba mume angeweza kupatia mke wake barua ya talaka
lakini si mwanamke ambaye ingeweza kupatia mume wake barua ya talaka. Hiyo haikwake, hiyo haikwake. Ninawasomea hiyo Mathayo sura 19 mstari wa 7. Mathayo sura 19 mstari wa 7. Wakamwambia, kwa nini basi Musa aliamuru kuandika barua ya kuondosha na kumwacha? Bila barua ya kutengana mwanamke hangeliweza kuolewa tena. Angepasha kuwa na barua ya kutengana ili aweze kuolewa tena baadaye. Na wasomea ndani ya Kumbukumbu la Torati sura 24. Sikuwa nimetayarishwa kwa ajili ya swali kama hii. Kumbukumbu la Torati sura 24 kwanza kwa mstari wa kwanza. Wakati mwanaume anapotoa mwanamke kwa kumoa, halafu itakuwa kama asipompata ukubali kwa macho yake, kwa sababu amekuta neno ovu kwake, atamwandikia barua ya kumwacha, ataitia mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake. Mstari wa pili. Naye akikwisha kuondoka katika nyumba yake, anaruhusa kuolewa na mtu mwingine. Anaweza kuolewa kama barua hiyo ya kutengana ilipewa kwake, angepasha kuolewa na mtu mwingine, mwanaume mwingine, na hiyo ndio inaandikwa hivyo. Lakini kama mwanaume yule wa pili anakufa, kama mwanaume wa pili anakufa, hangeweza kutoka kwa yule wa pili, kwa sababu ilikuwa ni chukizo na kitu kibaya mbele ya Mungu. Na usomea hapo katika mstari wa 3, Kumbukumbu la Torati sura 24. Na mume wake wa sasa akimchukia na kumwandikia barua ya kumachana na kumupa mkononi mwake na kumtoa nje ya nyumba yake, au mume yule wa sasa akikufa, ambaye alimoa mume wake wa kwanza, asimtwae kuwa mke wake tena, akikwisha kuchafua. Maana neno hili ni machukizo mbele ya Bwana, nawe usifanye inchi kukosa ambaye Bwana Mungu wako atakupa wewe kuiriti. Hapa inahusu neno lilo wazi, na tunaona vizuri ndani ya maandiko matakatifu ya kwamba Mungu aliweza kuandika mambo haya katika Agano la Kale na Agano Jipya, ili kusiwe mtu anayeweza kubaki katika mashaka. Ndani ya Waroma sura 7 mstari wa 2. Waroma 7 mstari wa 2. Kwa sababu mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa mume wake angali anapokuwa hai, lakini kama yule mume amekufa, amefunguliwa kwa sheria ya mume. Mstari wa 3. Basi kama akiwa na mwingine angali mume wake anapokuwa ni hai, anaitwa mzini, lakini kama mume wake amekufa, amekuwa huru kwa sheria. Mnaona namna gani neno linakubaliana lingine au linaunga lingine mkono? Kama mwanaume anafukuza mke wake na kisha mwanamke yule anaolewa tena, mwanamke yule anaweza kuwa anaishi katika uzinifu, lakini mwanamume yule aliyemtaliki ataweza kutoa ripoti mbele ya Mungu. Na hapa tunaonyeshwa waziwazi ya kwamba mwanamke anafungwa kwa mume wake wakati wote mume wake anapokuwa ngali hai. Hiyo kitu moja inatolewa ndani ya Wakorinto wa kwanza sura 7 mstari wa 39. Wakorinto wa kwanza sura 7 mstari wa 39. Mwanamke amefungwa na sheria kwa wakati mume wake ni hai, lakini kama mume wake amekufa,
yeye ni huru kuolewa na mtu mwingine, na mtu anayetaka katika Bwana tu. Mtu aliyeweza kusoma andiko hii na kuweza kuelewa yale yaliyosemeka hapo, sasa mutaweza kuelewa tofauti iliyo katikati ya mume na mwanamke ambayo inayoonyeshwa hapa waziwazi. Hakuna hata mahali pamoja ndani ya Biblia inaandikwa ya kwamba mume amefungwa kwa mke wake wakati anapokuwa ngali hai. Mtu anayeweza kupata andiko hiyo ndani ya Biblia aweze kuniletea ndani ya Biblia hapa. Lakini hapa inaandikwa ya kwamba mwanamke amefungwa kwa mume wake wakati wote angali anapokuwa hai. Haiandikwa kwamba mume anafungwa kwa mke wake wakati wote angali anapokuwa hai. Mtu anayesema hiyo atahukumiwa na anakuwa ameongeza kitu fulani juu ya neno la Mungu. Ni kusema anaongeza juu yake mafundisho ya Kikatolika, na ataweza kuhukumiwa na neno la Mungu kwa sababu aliweza kuongeza kitu fulani juu ya yale ambayo andiko nasema. Hiyo kitu moja hapa ndani ya Waroma sura 7 mstari wa 2. Mtu aliyeweza kuelewa hiyo vizuri na kusikia vizuri ataelewa ya kwamba inaandikwa hapa kwenye mstari wa 2 wa Roma sura 7. Kwa sababu mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa mume wake. Na hivyo inabaki hivyo. Na hapo watu wengine wanafanya mstari wengine ya 3 au wanatia sasa na mkato kwa neno hilo, na wanasema wakati wote mwanamke angali hai mume wake amefungwa kwa yeye. Hiyo haikuwa kwa Mungu. Naomba kuweza kuielewa vizuri. Matafsiri zishaka hubiriwa muda mrefu. Kwa kiwango watu wanaijaa ndani masikio. Wanaijaa ndani ya masikio yao. Hawajue yale wanayosema na wajue yale wanayoamini. Na ndio maana kuna kuwa mvurugo mingi ndani ya taifa la Mungu. Nao hawezi kupanga mambo kwa namna iliyo njema. Na kisha kuna kuja wale wanaojua vizuri mambo ya kusema sema, na wanaojua kuwasha moto, na wanaoleta huzuni nyingi, na wanapita na njia yao. Lakini hapana, pamoja na Mungu yote inabaki kama vile inavyoandikwa ndani ya Agano la Kale na Agano Jipya. Na kama vile nilivyosema, hakuja wahi kuwa wakati moja ambamo Mungu alisema ya kwamba mwanamke angeliweza kukamata mwanaume mwingine wa pili. Lakini Mungu alisema ya kwamba mwanaume angeliweza kukamata mwanamke wa pili. Ushaka soma hiyo? Wengi wanajua Biblia kwa moyo wao, lakini hawajui andiko ambazo zinazokuwa za lazima sana. Na sana sana wakati wanapotuuliza juu ya mambo hayo, ili tuweze kutoa maelezo inayokuwa lazima. Kwa maana waambia mashambulizi yanakuwa kali sana, na sasa tunapaswa kujivika silaha za neno la Mungu. Naweza kuwasomea hiyo. Ndio kwa ndani ya sheria Kutoka 21, mnisamee, 21. Hapa katika sura 20 inahusu sheria, amri 10, na ndani ya mstari wa 21 mstari wa 10 inasemeka hapa, Kutoka 21 mstari wa 10. Akishitwalia mwanamke mwingine, akishitwalia mwingine, hata mpunguza chakula chake, mavazi yake na ngono yake. Mstari 11. Kama hamtendei maneno haya matatu, atatoka huru bure pasipo fedha. Naomba kuelewa maneno ya Mungu vizuri. Nasi hatuna neno lingine, lakini Mungu alisema yote. Aliambia pia taifa la Israeli ya kwamba wangepasha kukamata beshe, ili wakati wanapoenda kujisaidia katika pori waweze kuzika uchafu wanapokuwa wamefanya. Mungu aliweza kuzungumzia yote. Mungu aliweza kusema yote. Nani? Mungu anayeweza kutoa mashauri mazuri katika hali yote. Kumbukumbu la Torati 21 mstari 15. Na mtu akiwa na wake wawili, mmoja anapendwa na mwingine amechukiwa, nao wamemzalia watoto, yule ambaye anampenda
naye na yule ambaye anamchukia vile vile, na mwana mzaliwa wa kwanza akiwa wake aliyechukiwa, na kadhalika na kadhalika. Ni Mungu aliyesema hayo yote, na ndiyo maana hatushangae au hatushitike ya kwamba watu waliokuwa wa Mungu hawakwenda kwa meya mahali pa kuandikia ndoa kama vile wanaofanya leo, lakini waliweza kufanya mambo mengi ambayo hakuna mtu katikati yetu angeweza kuifanya. Lakini hayo yote ni neno la Mungu. Hakuna hata neno moja la Mungu ndani ya Biblia yote inayozungumza kuhusu poligami au kuoa wengi. Neno poligami au kuoa wengi haiko hata mara moja ndani ya Biblia. Hakuna hata mara moja Mungu aliweza kuzungumza kuhusu kuoa wengi. Alifanya tu tofauti moja wakati sababu fulani, kitu fulani kilipokuwa kitembee vizuri pamoja na mwanamke, mwanaume angepaswa kukamata mwanamke mwingine, na sio mke wa pili, mke wa tatu, mke wa nne, mke wa sita au 300 kama vile Daudi au 1000 kama vile Solomono. Hiyo haikutoka katika kinywa cha Mungu. Mungu hakusema hiyo. Tumesikia hiyo yote sisi sote. Mungu hakusema hiyo. Wakati tunaposoma ya kwamba Gideoni alikuwa na wanawake wengi na watoto 17 na kadhalika na kadhalika, walifanya hivyo wote, lakini wao wenyewe watakuwa wasimamizi mbele ya Mungu. Hakukukua hata andiko moja ya Biblia juu ya hayo. Na sasa kwa sababu tuko kujua maneno haya, ningetaka niweze kuwaomba na kuweza kuwapatia jibu kwa swali hii: uzinifu ni nini kulingana na Biblia? Tumekwisha kuzungumza kuhusu ndoa na talaka, na Bwana Yesu yeye mwenyewe alisema mtu anayetazama mwanamke mwa mtu mwingine kwa ajili ya kumtamani amekwisha kufanya uzinifu pamoja naye ndani ya moyo wake. Mathayo sura 5:28. Mwanamke anayejipatia mume mwingine siku zote na anakuwa chombo kilichokuwa kimekuwa cha ule mwanamume ule, na mtu anayekamata mwanamke wa mtu mwingine si mchafu tu, lakini ni mzinifu, na anakuwa tena zaidi ya hiyo mbele ya macho ya Mungu. Tunaiona mbele ya Daudi. Daudi alikuwa na wanawake wengi, na siku moja Bathsheba alikuwa akioga, sivyo? Alikuwa akioga, na yeye ambaye aliyekuwa na wanawake wengi akatazama kwa muda mrefu. Angepaswa kugeuza macho yake, lakini alitazama, na kitu gani kilichofanyika? Haikumtoshelea kuweza kumtambani ndani ya moyo wake. Alitaka aweze kuwa na uhuru ndani ya nyumba, na akaamua kuweza kutuma Uria kwenye vita ili aweze kuuawa na asiweze kurudia, ili aweze kuwa na uhuru ya mwanamke yule, sawa sana Samueli wa pili 11 mstari wa 2 mpaka 15. Daudi hakukuwa tena tu mzinifu, lakini Daudi akawa muuaji. Msha kusikia hiyo? Ndiyo, hiyo ni neno la Mungu takatifu. Hilo ni neno la Mungu takatifu, na hiyo inaandikwa hapa Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 22. 22 mstari wa 22. Kumbukumbu la Torati: mtu yeyote akikutwa akilala na mwanamke aliyeolewa na mume, wao wawili watakufa. Yule mtu aliyelala na mwanamke na yule mwanamke, hivi utaondoa uovu katikati ya Israeli. Hilo ni neno la Mungu, neno la Bwana, na ndiyo maana andikwa pia, Mungu atahukumu wazinifu na washerati. Wazinifu ni nini? Uzinifu ni nini? Ninaweza kufanya uzinifu kama za kamata mke aliyeolewa, mke wa mume mwingine, na kisha ninamfanya mke wangu samani, namfanya mke wangu, au kama ninaweza kuwa na vitendo vya ngono pamoja naye. Hiyo ni uzinifu mbele ya macho ya Mungu. Inaomba kuisema waziwazi. Au washarati. Naomba kuisema waziwazi. Unaweza kuacha maandiko matakatifu iweze kusema waziwazi. Sasa nimesema leo jioni hii, au nimeacha tu neno la Mungu jioni liweze kusemeka.
na liweze kusema. Inaomba mambo hayo haya yaweze kuwa wazi. Turudi kwa neno hili la Wakorinto. Hapa inasemeka ndani ya hali hiyo msiamini anapotengana, na naweza kuisema kwa namna iliyo wazi ya kwamba siamini kwamba kunaweza kuwa hata mwanaume au mtu anayeamini, mtu anayewaza kwamba iko mwamini na anayeweza kwenda mbele ya muamuzi kuweza kutengana mwanamke mwingine na mwanamke wake. Mtu yule au mwanamume au mwanamke, mtu kama yule amekwisha kukataa imani ambayo anayewaza kwamba iko nayo, na ndiyo maana anaweza kuwa anaamini kwa kinywa chake, lakini haamini kwa moyo, na hakuna mtu anayeweza kupingana na andiko, na ataweza kugoja kosi kwa miaka mingi kwa ajili ya upatanisho. Nasoma tena hii hapa ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 7 mstari 15, kwa maana hiyo ndio ilikuwa swali. Kama msiamini anatengana, atengane. Ndugu mume au ndugu mke si mfungwa katika maneno haya. Nilisoma habari fulani ya mambo yaliyofanyika si mbali na hapa, na ndugu ule aliweza kuandika kupitia mwamuzi wake, akasema barua yake ikisema kuhusu kusanyiko na imani ya ndugu Frank. Na ilikuwa nini? Ilikuwa ni kwamba alitengana na mke wake na akanichafua mimi na kusanyiko lote nzima, akisema ndio, na kama sivyo hatutaweza kufanya mambo ya kuweza kupingana mambo yenu. Mambo yote hayaonekane kwa nje, na mara nyingi hawazungumzake mambo kama hayo. Na ndiyo maana niweza kusema kwa mwanzo ya kwamba Mungu peke yake ndiye anajua mambo yote. Tunaweza kusema mara nyingi, ndiyo, huyu dada aliweza kutengana na mume wake na tazama sasa ameolewa. Ndiyo. Lakini mliweza kusikia habari yote ambayo iliyo nyuma ya hayo yote? Mliweza kusikia na kufahamu yale ambayo aliweza kuishi, yale aliyovumilia, ya kwamba alifukuzwa katika nyumba yake. Hakuna mtu anayeuliza maswali. Ninyi ambao mlio katika ndoa, muweze kushukuru Mungu mchana na usiku. Muweze kufanya hivyo, mfanye hivyo. Na wale wote ambao kwa sababu fulani ambayo tusiyoweza kuelewa au tusiyojua, wale wote ambao walioingizwa katika mambo hayo yote, muweze kutuhurumia kweli. Tulishakavumilia mengi, na hakuna mtu katikati ya wale walioweza kuishi mambo hayo au hali kama hiyo, hakuna mtu anayejua inakuwa na matokeo gani. Sio ndoa tu inayovunjika, lakini ni jamaa ndio inayovunjika. Ni jamaa inayovunjika. Wazazi ni watoto wanaopoteza wazazi wao, na wajukuu wanaopoteza baba kuu zao. Matokeo makubwa inakuwa ni mabaya sana ya matengano, na hakuna mtu anayeweza kutamani kama hiyo. Afadhali unaweza kulaaniwa pale ya kuingia katika njia kama hiyo. Akose Mungu aliweza kuniacha niweze kupita katika njia kama hii ili niweze kusaidia wengine, na ili niweze kujua maisha inaweza kutoa nini na kuleta nini. Na mnaweza kuniamini kwa mambo moja, nitalia pamoja na wengine wote, na kama Mungu akinisaidia nitaweza pia kutoa wote shauri njema pamoja na neno na kupitia Roho wa Mungu. Ninatumaini ya kwamba mnaniombea pia, kwa maana ninahitaji tena zaidi kuliko mtu mwingine. Ninahitaji msaada wa maombi yenu. Turudi kwa neno hili na kisha tutaweza kuomba na tutaweza kushukuru Mungu kwa sababu aliweza kutuangazia. Ndiyo. Na kwamba pia watu waliopigwa na hali yao hawapashwi kuangamia kwa sababu ya mzigo wanaobeba, lakini kwa neema ya Mungu waweza kunyanyua macho yao mpaka kwa Mungu aliye juu mbinguni, Mungu aliye hai, yeye anayetupatia msaada wetu. Haleluya. Ningelihitaji niweza kuwaleta katika neno la Mungu
kwa utangazaji wa maamuzi au wa maamri, sawa sawa kama vile Bwana alivyosema kwamba usitende uasherati hapa katika Kutoka 20 mstari 14. Usifanye uasherati. Mstari 17 nasema usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani pia mke wa jirani yako, na kadhalika na kadhalika. Kutoka 20 mstari 14 na 17. Basi Mungu atuzungumzie kweli kwa neno lake na aweze kusaidia katika mambo yote. Narudia tena ya kwamba wale ambao waliokuwa na heri ndio ya Mungu, ya kwamba watu wale waweze kumshukuru kwa ajili ya hiyo. Na ninyi wanaume muweze kupenda wanawake wenu kama vile Kristo alivyopenda kanisa, na muweze kushukuru kwa ajili yao. Na nyinyi wanawake muweze kunyenyekea chini ya waume zenu kama vile andiko linavyosema. Kwa msaada wa Mungu tuweze kukamata pia msimamo wa kibiblia juu ya mambo haya, ili neno lisiweze kuwa limehubiriwa tu, lakini liweze kuwekwa katika matendo, na ili Mungu aweze kutimiza mpango wake na kufika kwenye lengo yake pamoja nasi. Jina lake la utukufu liweze kusifiwa. Amina. Tusimame na tuombe. Tunakuletea pia mahitaji za maombi. O Mungu, dada aliye huko Turin, dada anaye omba hitaji ya maombi kwa ajili ya mume wake, ya kwamba Mungu aweze kumhurumia. Mubariki kwa wingi wa neema yako na umsaidie, umhurumie, umsaidie kuja na uweke katika moyo wake hitaji ya kwenda kwako. Amina. Tunakuletea pia dada wa Düsseldorf, dada yetu wa Hosburg. Mungu mwaminifu, tunawaweka katika mikono yako na tunaamini sote pamoja ya kwamba ahadi zako ni ndio na ni amina. Unajibu maombi, unajibu. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Bwana mpendwa, acha jioni hii iweze ruhusu watu wote waweze kufurahia na kupenda wanawake wao kama vile Kristo alivyopenda kanisa. Wanawake wote waweze kupenda na kuheshimu waume wao kama vile ulivyosema katika neno lako. Tupatie utaratibu wa kiungu katika mambo yote. Bwana mpendwa, utuhurumie, na wale wote walioweza kudharauliwa, walioanguka katika mashimo na katika mitego, basi uwe msaada wao na nguvu zao, nasi tutawasaidia katika hali yote ya maisha. Bwana mpendwa, acha basi uweze kutunyanyua vichwa na uweze kutubariki kwa wingi wa neema yako. Amina. Wewe ni Bwana Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo. Ulizungumzia Musa, ulikuwa juu ya mlima Sinai, ulikuwa juu ya mlima wa kubadilishwa. Wewe ni yule yule, ulitamka mazungumzo, ulisema, na wewe ni yule yule, yule Mungu moja. Jina lako takatifu lisifiwe sasa na hata milele na milele. Amina.